Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutoka katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, kupitia bodi yake ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo tunaona kwa upande mwingine kwa sasa imekuwa sitofahamu kubwa kuhusiana na shirikisho hili na kile ambacho kinaendelea, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo klabu ya soka Yanga Sports Club waliweza kuitoa hapo siku ya jana kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga Sports Club ndugu Ali Kamwe, ni kwamba hawatocheza fainali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2020-2025 dhidi ya kocha ya timu ya soka ya Singida Black Stars mpaka pale ambapo watakapokwenda kulipwa deni lao ambalo wanalidai shirikisho hilo la soka nchini Tanzania almaarufu kama TFF kupitia bodi yake. Sasa TFF wameweza kujibu kwa barua nzito ambayo wameweza kuitoa siku ya leo, na Yanga Sports Club wameweza kujibu mapigo kwa kile ambacho TFF wameweza kukisema. Sasa tutakwenda kukujuza kile ambacho Yanga Sports Club wameweza kukisema, kisha tutakwenda kukujibu kile ambacho wameweza kukisema shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania almaarufu kama TFF. Tukienda kuanzia kwa upande wa barua ambayo TFF wameweza kuitoa siku ya leo. Barua inasemaje? Inasema hivi: tunapenda kuthibitisha umma kuwa benki ya CRDB ndiyo mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa mwaka 2023-2024 mashindano ya kombe la shirikisho la benki la CRDB, yani CRDB Bank Federation Cup, benki hiyo ililipa fedha za kitanzania shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumesikitika, meneja habari na mawasiliano wa Africans kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu yao inadai shilingi milioni 200 ambazo ni zawadi ya bingwa wa kombe la shirikisho la benki la CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndiyo inayoidai klabu hiyo. Young Africans iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikato kulipa malipo wanaotakiwa kulipa kwa TFF, ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea na kusababisha sitofahamu kwa umma, tumeiandikia barua klabu ya Young Africans kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo akiwa na vielezo vyote katika ofisi za TFF. TFF inaendelea kuwajibu, inaendelea kutekeleza wajibu wake kusimamia mpira wa miguu, ikiwemo kulinda taswira za na mdhamini wake. Imeandaliwa na Credo Mandef wa bodi, CEO wa bondi wa TFF. Kwa tunaona hiyo ndio ambao barua ameweza kutoa TFF kwamba wao hawadai na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Mara baada ya barua hii kuweza kuandikwa, Yanga nao pia wameweza kujibu mapigo, na kwa taarifa ambayo inasemaje, Yanga wanasema hivi: tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Young Africans Sports Club bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Young Africans haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu mitatu mfululizo, yani mwaka 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Yanga Sports Club. Ni aibu, fedhea
na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa msimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Eleleweke, ada za malipo ya wachezaji wa kigeni waliosema kwenye taarifa yao kulipwa mwanzo wa msimu mpya, na hela hizi za ubingwa hutolewa mwisho wa msimu. Klabu ya Young Africans Sports Club haijawahi kupokea taarifa kutoka rasmi TFF kuhusu klabu ya kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kusitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho CRDB kwa misimu wa mwaka 2023-2024 ili tuweze kucheza mchezo wa fainali tarehe 28 Juni 2025. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio taarifa ambayo Yanga ameweza kutoa kwamba wao wasipolipwa fedha zidi ya TFF kwa kombe lao la shirikisho hawatocheza fainali dhidi ya Singida Black Star, ila wakilipwa watakwenda kuchezwa. Lakini TFF wameweza kukanusha taarifa hiyo kwamba wamesema tayari wameshalipa Yanga, lakini Yanga bado wana deni ambao wanadaiwa, ikiwa ni ile sehemu ya kukizi vigezo vya wachezaji ambao watakwenda kushiriki ligi kuu Tanzania bara, wakiwepo wachezaji wa kigeni, kwa sababu kuna baadhi ya fedha ambazo wanazilipia. Nini maoni, nini mtazamo kwa kile ambacho kinaendelea baina ya Yanga na TFF? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma. Yes bwana, kwa mara ya kwanza Tanzania furahia ofa kubwa kutoka Rauta ya 5G. Furahia Rauta kubwa kwa shilingi 110,000. Ukinunua unapata ofa ya bando la mwezi wa kwanza bure. Bando zake kwa mwezi ni 70,000, kuwa halina kikomo cha matumizi mwezi mzima, spidi ya megabytes 30 kwa sekunde. Kifaa cha kuunganisha watu zaidi ya 64, kinakamata umbali wa mita 100. Pia kuna kifaa cha Wi-Fi Pocket ndogo. Kifaa kinauzwa 50,000, ofa bando la mwezi wa kwanza bure. Bando zake zinaanzia 10,000, unapata GB 10, 20,000 GB 20. Pia tumewafikia hadi Zanzibari. Wakazi wa Zanzibar watapata package ya 70,000 kwa mwezi mzima bila kikomo. Kwa gharama za uhakika watalipia 140,000, watapata Rauta pamoja na bando la mwezi wa kwanza bure. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0761 76 2559 au simu namba 0742 46 56 94. Asante.